tunateseka. Na ndio maana tumeona vingi hakuna kilichotuinua. Tumeona vingi vimetuumiza. Tumeona vingi vinatukatisha tamaa. Neema inataka wewe usikie kutoka kwa Bwana. Kile unachosikia kutoka kwa Bwana ndicho kina uwezo wa kukunyanyua, na kwa kinavuka akili za wanadamu, kinavuka ratiba za kibinadamu, kinavuka tabia za kibinadamu, kinavuka ufahamu wa kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaposikia unapokea kitakacho kusaidia kuvuka ufahamu wa kibinadamu. Na ndio maana kuzaa kwa Elizabeth hakukutegemea kulala na mume wake. Kama kulala wote walilala wote mpaka wamezeeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wa siku wanaona mashavu yalikuwa yamekaza, yameanza kushuka. Bwana Yesu asifiwe. Nyama zilikuwa zinamvuta, zimeanza kukosa mvuto. Walikata tamaa. Walipokata tamaa ndipo Mungu anasogea. Ndipo Mungu anajitokeza. Bwana jitokeze kwako kwa jina la Yesu. Bwana jitokeze kwako kwa jina la Yesu. Mwezi wa 6 kabla hujaisha, Bwana kutokea katika jina la Yesu. Bwana aseme na wewe kwa habari ya majibu yako. Bwana aseme na wewe kwa habari ya unachokitaka kwa jina la Yesu. Na serikali yake. Neema ni mwezi wa kutengwa. Ni mwezi wa kutengwa. Mwezi wa 6 ni mwezi wa kutengwa. Neema, ndani ya neema kuna kutengwa. Fungua Biblia yako kitabu cha Kutoka. Fungua Biblia yako kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka. Sura ya 33. Kutoka 33. Itaanza mstari wa uso kwa uso. Kama vile mtu asemavyo na rafiki yake. Anasema kisha akageuka akarejea hata malango pale mtumishi wake Yoshua mwana wa Nuni, naye ni kijana, hakutoka rehemani. Mstari wa 12. Asa Musa akamwambia Bwana, angalia wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami. Walakini umesema na kujua jina lako, nao